Bwana Makawila, tumeona jana Young Africans imeshinda goli 3-0 dhidi ya Tabora United. Kabla ya mchezo kulikuwa na maneno mingi kwa maafisa habari wa timu zote mbili, kwa Christina Magala na afisa habari wa Young Africans Ali Kamwe. Lakini vile vile taarifa mpya ambayo tumeipata siku ya leo, Ali Kamwe amewekwa mahabusu kutokana na maneno yake ambayo aliyazungumza dhidi ya mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Chacha. Tukianza na ushindi wenu wa 3-0 dhidi ya Tabora United. Nini mmeweza kuzima kelele za wana Tabora? Wamekuwa wamepoa kweli kweli, wenyewe wanaita Nyuki FC. Wanasema Nyuki akumbatiwe, lakini nyinyi mmemkumbatia Nyuki. Nafikiri Tabora hilo kwenye moyo wao alikuwa analitambua mapema tu kwamba timu wanaocheza nao, nilikwambia kuna siku nilikuja nilikwambia Mnyasa, Tanzania hakuna timu ya kufunga Yanga mechi mbili kwenye ligi kuu msimu mmoja. Sio wale Tabora, timu wote unaojua Tanzania wanacheza ligi kuu. Kuifunga Yanga kwa mechi mbili kwenye msimu mmoja back to back, uwezi, sio jambo dogo kama watu wanavyofikiria. Zipo timu zimetufunga nyingine, maana baada ya Tabora kuna mtu mwingine anakuja kesho kutwa, Azam. Tutarudi tena hapa baada ya hiyo mechi. Sio chini ya goli mbili na kufa. Hii ndio Yanga ambayo alikuwa anafanya mazoezi kwa South Africa sasa. Ndio Yanga ambayo tulikuwa tunahitaji. Nafikiri mwalimu sasa ameanza kuturudisha kwenye Yanga yetu ambao inacheza kwa speed na inashambulia kwenye teamwork. Yes, ukiangalia mchezo wenyewe tulichukua ulikuwa na ushindani, lakini haukuwa mkubwa sana kwa sababu ya speed yetu. Tabora inaonekana walishindwa kuweza ku maintain speed ambayo Yanga Africa walikuja nayo. Kwa hiyo hata kumuda mchezaji wa Tabora sasa hivi atakwambia ile Yanga tulicheza nayo jana sio Yanga ambayo tulicheza nayo kule Azam. Lakini pia mechi yenyewe ukiangalia na matatizo mengi ya kiufundi. Hasa waamuzi wa Tanzania, mimi sitaacha kulia kwa sababu nimeshinda. Unajua imefika wakati waamuzi wa Tanzania wanatunyima ladha mpira. Kwa mfano, moja ya goli bora sana la msimu wa 2024 na 25 lilifungwa pale jana, lakini maamuzi kwa testi zake si kwa kutokujua, si kwa maagizo, si kwa kitu gani. Sijaelewa nini ambacho kimempitia. Anaonyesha kibendera cha offside. Moja kati ya goli bora kabisa linafungwa. Set up Prince Mpumalelo Dube kwenda kwa Clement Mzize. Mzize anakwenda na ananyonga upande wa kushoto wa goalkeeper. Bonge moja la bao, maamuzi anakataa, anasema ni offside. Kwa hiyo ni mechi ambayo Yanga alistahili kushinda zaidi ya goli 5. Kama vile sheria zilikuwa zinafuatwa, lakini mapungufu ya waamuzi wetu wa kufuata sheria imepelekea Yanga kushinda goli 3. Kwa hiyo napongeza wachezaji wangu, wamefanya vizuri na hii ndio timu ambayo tunaitaka, na nashukuru viongozi walikwenda Tabora kwa mapema kuonesha kweli walikuwa wanataka alama 3, na jana kwenye picha umetuonyesha kama kweli Yanga walikuwa wanahitaji alama 3. Yesu, ushindi ni mzuri na mpira umecheza na mechi yenyewe imeonyesha hadhi ya ligi kuu, ingawa Tabora mpoteza kwa dada ya mabao 3, lakini ukiangalia mechi ukikaa seblenu na uwezi kuhamisha station, unapata starehe ile ambayo imetufanya tupende mpira. Kwa hiyo napongeza Yanga na Tabora, mechi ilikuwa mzuri, wametupa game mzuri, walimu wote wawili, lakini nafikiri ubora wachezaji mmoja mmoja Yanga uliwafanya Tabora kushinda kutekeleza majukumu yao ambayo mwalimu alikuwa hapo. Kwa hivyo yote mechi ilikuwa mzuri, ilikuwa na ukubwa wa nje ya uwanja, kweli iliongelewa sana na ndio kilichofanya mechi mzuri. Naona uwanja litapika. Mimi nimpongeze Christina, ni moja kati ya maafisa habari ambaye anatumia kumfunga mkubwa ili kwa promotion kwenye mechi zake nyingine zinazofuata. Kwa hiyo nafikiri faida kubwa umepata Tabora, ingawa kushinda, lakini faida kibiashara umepata. Fedha nyingi imepatikana kwa ajili ya mechi ile, na yote kwa yote mechi ile imekuwa na ushindani na kuzungumza sana. Ukiangalia mechi yenyewe ilikuwa inaongelewa sana kwenye wiki kuliko mechi ambayo imecheza ya Simba na Almasri ambayo pia imecheza jana. Kwa mimi nimpongeze Christina kwa kuweza kutengeneza bato na taasisi kubwa kama Yanga, kizingatia Tabora ndani yake pia kuna wana Yanga. Maana ukizungumzia Tabora, timu ya Tabora yenyewe kuna mashabiki wa Yanga ndani yake. Kwa hiyo Christina kuweza kutengeneza mechi kaa kubwa namna hii, tumpongeze sana mwanadada, na namuona kama kuna sehemu hapa Kariakoo kunaonekana kuna msemaji na degarega nafasi ya kuchukua afisa habari kwenye hizo timu mbili za Kariakoo. Hivyo tatue sasa na afisa habari kwa wajinsia nyingine ili tuone uwezo wa wanawake kwenye soka la Tanzania katika eneo la usemaji. Waangalie kama ni Yanga au Simba, kama mmoja anaweza kumvuta Christina, ni afisa habari nzuri ambaye anaweza kutengeneza biashara. Kwa hiyo tusiangalie tu watu walikuwa nao hapo, watu wengi tu ambao kama Christina. Mimi naamini Christina ni afisa habari ambao anaweza kuitengeneza biashara timu kuliko hao wengine wawili waliopo, kwa sababu hao wawili Yanga, kwa mfano Yanga tumekwenda kumfunga kule Al Mdumani, lakini MC Alja tumeshindwa kujaza uwanja pale, tumeshindwa kutumia promotion ya Mdumani ambaye anaonekana ana performance nzuri msimu huu kuja kujaza uwanja Mkapa. Kwa hiyo namuona Christina kwenye biashara yuko vizuri, kwa sababu Tabora ni taasisi ndogo, lakini ana uwezo wa kutengeneza promotion na akapata mashabiki wengi wakaangalia mchezo. Tukibaki hapo kwa afisa habari Christina Magala. Christina Magala alimpa masaa 24 kwa afisa habari wa Club Young Africans kuweza kuomba msamaha kwa
mkuu wa mkoa wa Tabora. Na hii leo tunaarifiwa kwamba afisa habari wa klabu ya Young Africans Ally Kamwe amekamatwa na kuwekwa mahabusu. Jambo hilo kwako kama shabiki wa Young Africans unalizungumziaje? Kwanza nafikiri kwenye maneno ya Christina, mimi naamini alikuwa ni maneno ambayo yanachagiza tu mchezo wenyewe na leo alikuwa anazungumza. Lakini mimi ninachokifahamu kwamba kuna familia ya mpira alafu kuna familia ya madaraka mengine ambao rais huwa anawakasimisha watu. Mimi ninachokifahamu kwamba mlezi wa Tabora United atakuwa ni chama cha soka cha Tabora kwenye upande wa football. Maana ile timu ipo kwenye mkoa wa Tabora na hao ndio chama cha soka cha mkoa. Wanapojitokeza viongozi wa kisiasa na kutaka kutake attention kwa watu na wazungumzwe, kwanza natakuwa afahamu kwamba lugha za mpira ni tofauti na lugha zao wao kwenye mazingira yao. Nitakukumbusha kidogo. Wakati Mheshimiwa Mtanda anajitangaza kuwa yeye ni mlezi wa Pamba, unajua mambo mengi sana aliongelewa kwake. Na alivumilia kwa sababu alijua kabisa mimi nimetoka sehemu yangu na nikaenda sehemu ya mpira, na sehemu ya mpira na lugha zao watu wa mpira. Sio kama unavyoona vile jukwaa la siasa lina lugha zake. Wewe kwa mfanya biashara ujui lugha za siasa, usiingie kwenye jukwaa la siasa, utaona kama watu wanakudhalilisha namna gani. Kwa hiyo mimi nafikiri maneno ya Ali alikuwa ni maneno ambayo ya kutetea taasisi vile ambayo ilikuwa wanaikebei. Unapozungumza kwamba viongozi wa Yanga, yani Yanga amekuja hapa Tabora, kuna lugha alitumia mkoa wa Tabora. Yani Yanga amekuja Tabora, kuna lugha fulani aliongea ambayo sikumbuki vizuri, nisije nikadanganya kwenye media hii kubwa kabisa. Lakini kuna lugha fulani aliongelea ni kama kuchagiza fulani, ni kama utani, na lugha ambayo kwenye mpira mimi sioni kama lugha mbaya yeye mkoa kuongea zidi ya taasisi. Kama yeye anasema ni mwanapamba, unajua unavyosema ni mwanapamba, jiondoe kwanza kwenye koti lako la mkoa. Unavyosema mwanapamba maana yake umeingia kwenye wadau wa mpira miguu. Kwenye mpira miguu mkoa sio kiongozi, ni mdau tu kama wadau wengine, kwa sababu yule sio kiongozi wote wa chama cha soka cha mkoa wa Mwanza. Yule ni kiongozi wa Tabora. Yule ni kiongozi kwenye upande wa mkoa. Kwa hiyo kwenye mpira huku ndio maana viongozi wa serikali wanaambiwa siingilie nini mambo ya mpira, kwa sababu mpira umejitenga na mambo. Lakini kuangalia mpira Tanzania upo kwenye mikono ya serikali ya 85%. Alafu upo kwenye mikono ya watu wa mpira 15%. Kwa uhalisia, lakini sivyo inavyotakiwa kuwa, lakini huo ndio uhalisia. Na ndio maana mara nyingi wa viongozi wanajitokeza kwa sababu ndio mlezi wa timu. Kwa hiyo kwa ndani hali kama kuna mtu amekwenda kulalamika, hayo ni matakwa ya kisheria. Aba mimi sioni kama ni jambo geni. Ni jambo la kawaida. Kama kuna mtu kalalamika, maana kazi ya polisi ni kutekeleza wajibu wao. Bado sijajua kama hadi kwa nani kwa kitu gani. Unajua mimi mara nyingi huwa najipa muda. Wakati wewe unazungumza kwa Yanga hali kama kwa ndani kwa ajili ya malalamiko kwa mkoa. Polisi bado hajathibitisha hilo. Polisi nasema tunamshikilia Ally Kamwe kwa mahojiano. Nani kaenda kumlalamikia Ally Kamwe kaenda kujua polisi? Kuna video ambazo zinasambaa mitandaoni wakichukua nukuu za afisa habari wa klabu ya Young Africans Ally Kamwe alipozungumza dhidi ya mkuu wa mkoa. Sasa watu wananukuu tena kauli ambayo alitoa afisa habari wa Tabora United Christina Mwagala kumpa masaa 24 afisa habari wa Young Africans amwombe msamaha mkuu wa mkoa Mheshimiwa Chacha. Labda hiki ambacho kimejitokeza kimetokana na hiki ambacho kinaeleza. Kwanza mimi nasema inawezekana ikawa hivyo na inawezekana isiwe hivyo. Yote kwa yote tunataka tujipe muda wa kusubiri. Lakini kama itakuwa hivyo, mimi niwashauri viongozi ambao wanapewa madaraka na rais, wasijifanye nao ni marais kama rais wetu. Na rais anakuwa ni mmoja tu. Sio. Mimi ninachokiamini kwamba mkuu wa mkoa zipo sehemu ambazo yeye anatakiwa kufanya maamuzi kama kiongozi wa serikali, lakini sio kwenye football. Kwenye football kuna familia ya mpira, na ndio maana watu huwa wanajitambulisha kama familia ya mpira. Familia ya mpira hii unaona watu wanaongea lugha chafu kwa Deuji. Familia ya mpira wanaongea lugha chafu kwa Mzee Baresa. Familia ya mpira unaona tunaongea lugha chafu kwa Karibu Said Mohamed. Kwa hivyo watu wengi wakubwa ambao wana heshima zao na watu wachukia hatua. Umeona sasa? Familia ya mpira wakati Paul Makonda mkuu wangu wa mkoa bora kabisa kati ya wakuu mkoa ambao wanajua kuendana na nasema ucheza kuendana na milio ya ngoma. Alishaongea maneno kibao hapa, lakini yeye Simba kafanya vizuri, anakwenda kwa zawadi kama na Simba. Anaacha kocha wa mkoa pembeni, anakuwa mdau wa mpira. Sasa kwa mkoa wengine wanakwenda na miemko. Mtu anataka kuingia kwa familia ya mpira hapo anajivesha koti la kwa mkoa. Wewe kama vaa shati inafanana shati ya Paimara usiambie. Maana yake utani mimi nakupiga kulingana na ulivyo. Unaweza kumwambia wewe mkoa mkoa angalia nenda kashane nywele. Kwa hiyo unamaanisha kwamba Ally Kamwe alifanya utani kwa mkoa mkoa. Ni kuchagiza ndio kwenye football wenyewe huko. Sasa ukiingia tena kwenye mambo ya kupelekana mapolisi na nini. Lakini hawa marapisi siwezi kuwalaumu kwa sababu hao wanakuwa wako chini ya viongozi. Na hao ni majeshi, na majeshi kazi yao ni kutii amri.
Kwa hiyo mambo ya sheria yanabakia mahakamani. Wito wako kwa klabu ya Young Africans kutokana na hili sakata la Ally Kamwe? Hakuna kesi waende akamtoa ordinary, hakuna kesi. Hakuna kesi. Nikutaka tule mkoa ajione kama yeye akukosea alivyoongelea Yanga, yeye ndo kakosea kuongelewa. Lakini kulikuwa imekwisha ile. Jana angeshinda goli 3 angepeleka hadi polisi bwana. Kwa sababu maneno yote anatumia nguvu kubwa anatumia, alafu unachukua chuma 3, chuma 2 marefu anatia mfukoni, utakosa kupani. Kwa ni vitu vya kawaida ambavyo ni maamuzi yao shafanya na kwa mikoa wengi. Na hajaangalia kwa sababu unamkeka kesho kutwa hapo. Unamkeka kesho kutwa mkoa akitumbuliwa na kwa mwananchi kama wewe tu. Haja yake ipo kwenye mchago wa Masamia pale kalalia kwenye mto pale. Akifunua kwenye mto akasema huyu hayupo. Sasa kwa mkoa wala cheo cha kujivunia cha kuzalisha watu. Mimi naona alikuwa na miemko tu, kama kaingia kwenye mpira anakuwa avumilie kama Mtanda alivyovumilia. Shukrani sana bwana Makawe.